Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika tamu. Kumbuka, cha msingi na cha muhimu kwenye vita hivi ni amani ambayo inaendelea kutafutwa, japo yako mataifa mengine ambayo yanaonekana hayataki amani, kwamba amani ikiweza kupatikana wao watakula wapi, uchumi wa nchi zao utaendeleaje? Kwa sababu kumbuka, vita vinapopiganwa sehemu yoyote ile ndani ya dunia hii, basi wako ambao wanafaidika kupitia uuzaji wa silaha. Kwa hiyo yako mataifa ambayo wao wako tayari, Ukraine anapotaka kununua silaha wanampa, kama Ufaransa. Mwingine Marekani anafanya biashara kama alivyofanya kwenye vita ya pili ya dunia. Yako mataifa ndani ya bara la Ulaya mengine, ukitoa Ufaransa anafanya biashara na mengine anatoa askari. Yote kwa yote wanataka vita viendelee, ili wao nchi zao ziendelee kuwa na chumi imara, na zile zinazopigana vita chumi zao zizidi kushuka na kuwa dhaifu. Japo kiujumla ni kwamba dini zetu hazituingizi katika vita, bali zinatuongoza katika kusimamia haki. Kwa cha msingi na cha muhimu, tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu juhudi hizi ambazo zinaendelea kutolewa na viongozi mbalimbali waendelee kupata hekima za Mwenyezi Mungu, ili amani ipatikane na wananchi waweze kukaa kwa amani. Kwani kwa sasa hivi tunakwenda kwenye mfumo ambao watu sasa hivi kuona maiti, kuona damu ya binadamu wanachukulia kawaida kabisa, kama kuona maji yakitiririka mtoni. Hiyo sio hali nzuri kabisa kwa dunia. Sasa nikwambie, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban amelinganisha pendekezo jipya la rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kuhusu msaada wa kifedha kwa Ukraine na kujaribu kumsaidia mlevi kwa kumpa kisahani kingine cha vodka. Anasema, nimepokea barua leo kutoka kwa rais von der Leyen. Anaandika kwamba pengo la ufadhili la Ukraine ni kubwa na ameziomba nchi wanachama kutuma pesa zaidi. Inashangaza wakati ambapo imekuwa wazi kwamba mafia wa vita wananyonya pesa za walipa kodi wa Ulaya. Badala ya kudai usimamizi halisi au kusimamisha malipo, rais wa tume anapendekeza tutume zaidi. Jambo hili lote ni kama kujaribu kumsaidia mlevi kwa kuwatumia kreti nyingine ya vodka, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Orban aliweka wazi kwamba hataunga mkono mpango huo. Hungaria haijapoteza akili yake ya kawaida, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban alisema. Vilevile Florian Philippot, kiongozi wa chama cha Patriot cha Ufaransa, anataka makundi ya upinzani ya bunge kutoa maoni kuhusu kashfa ya hivi karibuni ya ufisadi nchini Ukraine. Katika hotuba yake kwa makundi ya upinzani ya bunge, Philippot alisema Zelensky ziara yake mjini Paris kuhusu kashfa ya ufisadi ikiendelea na tangazo kuhusu Rafale lilikuwa la mwisho. Leo ninawahutubia hadharani wenye viti wa makundi 6 makubwa ya upinzani ya bunge kwa madai ya kuelezea kutochukua hatua kwao kabisa kuhusu sera ya Ufaransa kuhusu Ukraine. Katika hotuba yake kwa mkuu wa chama cha National Rally Marine Le Pen, Philippot anauliza kwa nini hakuna hata mmoja wa bunge anayeona haja ya kutoa tamko la umma kuhusu kashfa hiyo ya ufisadi iliyo maarufu, ikizingatiwa kiasi kikubwa sana cha misaada ya kifedha iliyotengwa na Ufaransa kwa Ukraine. Philippot anauliza kama National Rally itaweka mpango wa bunge wa kuunda kamati inayochunguza jinsi Ukraine ilivyotumia fedha zilizotengwa na Ufaransa. Ziara sasa Zelensky nchini Ufaransa ni ya 9 tangu kuanza kwa mzozo wa Ukraine mwaka 2022. Baada ya mazungumzo, pande hizo zikasaini makubaliano yanayoendelea hadi 2035 ambayo yataona Ukraine ikinunua ndege 100 za kivita za Rafale. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile katibu wa baraza la usalama na ulinzi la kitaifa la Ukraine na waziri wa zamani wa ulinzi Rustem Umerov ameongeza muda wa ziara yake kigeni, huku kukiwa na ripoti kuhusu uwezekano wake wa kuhusika katika kashfa ya ufisadi inayokumba serikali yake. Mwanachama Verkhovna anasema safari rasmi ya Umerov ilipaswa kukamilika. Ameongeza muda hadi Novemba 19. Naam, Rustem, tunasubiri, Alexei Goncharenko alisema. Vile makubaliano kati ya Ufaransa na Ukraine kuhusu usambazaji wa ndege za kivita za Rafale ni ishara ya kisiasa zaidi kuliko makubaliano halisi, huku uwasilishaji halisi ukionekana kutotimia. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya nchi za CIS Vladimir Zarkin anasema Zelensky aliwasili Paris Jumatatu kujadili msaada wa kijeshi wa Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Zelensky walisaini makubaliano ya usaidizi wa kijeshi ambayo maelezo yake hayajafichuliwa.
Baadaye Zelensky alisema kwamba makubaliano hayo yanaruhusu Kiev kununua ndege 100 za Rafale ifikapo mwaka 2035. Kulingana na mtaalamu huyo, mkutano wa Zelensky na Macron, huku kukiwa na kashfa kubwa ya ufisadi nchini Ukraine, ni jaribio la kupotosha umakini wa umma kutoka kwenye masuala ya ndani na kusafisha uvujaji wa hivi karibuni unaoharibu. Vile vile, Finland imetenga jumla dola bilioni 3.7 kwa Ukraine. Dola bilioni 3.4 kati yake zitatumika katika kupata silaha. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte anasema katika mkutano na waandishi wa habari na rais wa Finland Alexander Stubb huko Brussels. Anasema Finland imeipa Ukraine dola bilioni 3.7 ikiwa na karibu dola bilioni 3.4 kwa ajili ya silaha, ikiwa ni pamoja na meli za kubeba silaha na risasi. Stubb aliongeza kuwa Finland tayari imetuma Kiev vifurushi 30 vya misaada ya kijeshi na kuahidi kwamba Helsinki itaendelea kushiriki katika ununuzi wa silaha za NATO kwa ajili ya Ukraine kutoka Marekani. Vile vile, makubaliano ya kutuma ndege 100 za kivita za Rafale zilizojengwa na Ufaransa kwenda Ukraine yanatarajiwa kuchukua zaidi ya miaka 10, shirika la AFP limeripoti likinukuu jumba la LC. Najua unajiuliza ndege hizi za Rafale ni ndege za namna gani? Wacha nikujuze. Kwa ufupi ni kwamba ndege za kivita aina ya Dassault Rafale kutoka Ufaransa zinajulikana kwa uwezo wa hali ya juu wa kijeshi, teknolojia ya kisasa na uwezo wa kufanya majukumu mengi kwa wakati mmoja. Sifa za ndege hizi: kwanza kabisa, inaweza kutekeleza majukumu yake ya anga kwa anga, air to air combat, anga kwa ardhi, air to ground strikes na ulinzi wa baharini, naval operation, bila kubadilishwa. Lakini pia kwenye mfumo wake ulivyo ni mfumo wa kisasa, ina rada ya active electronical scanned array yenye uwezo wa kugundua na kufuatilia malengo kwa umbali mrefu na kwa usahihi mkubwa. Lakini pia inaweza kubeba makombora ya kisasa ya air to air kama Meta na Mika, makombora ya air to ground, Scalp, mabomu ya kisasa na hata silaha za nyuklia. Lakini pia Rafale inaweza kufikia kasi ya juu ya Mach 1.8 na ina uwezo kufanya manovra ngumu katika mapambano ya anga. Vile vile ina vifaa vya electronic vya vita. Tunazungumzia electronic warfare system vinavyoweza kuzuia au kupotosha makombora ya adui, na imeundwa kwa injini mbili ambazo zinatoa nguvu kubwa huku zikibaki na ufanisi wa matumizi ya mafuta. Lakini pia hili ndio leo jipya zaidi ambalo lina maboresho makubwa katika mawasiliano ya kidigitali, usalama wa mitandao na uwezo wa kushirikiana na mifumo mingine ya NATO. Kiujumla, Rafale imekuwa nguzo ya nguvu za anga za Ufaransa na pia inauzwa kwa mataifa mengine kama India, Qatar, Misri na hivi karibuni Ukraine, ambayo wao wamepanga kununua ndege 100 za Rafale F4 ili kuimarisha ulinzi wake. Ni moja ndege chache duniani zinazoweza kubeba silaha za nyuklia, jambo linaloifanya kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa ulinzi wa Ufaransa. Kwa mtazamo wa kijeshi, Rafale ni ndege yenye uwezo wa hali ya juu, teknolojia ya kisasa na ufanisi mkubwa, na ndiyo maana imekuwa chaguo la kimkakati kwa Ufaransa na washirika wake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekwepa swali kuhusu kama Paris itaendelea kuiunga mkono Kiev baada ya kuondoka kwake kutoka jumba la LC mnamo 2027. Anasema, natumai amani itapatikana kabla 2027. Macron alisema katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Zelensky baada ya kusaini makubaliano kuhusu usaidizi wa kijeshi wa Ufaransa kwa Kiev, ambayo ilijumuisha wasilishaji wa ndege 100 za kivita za Rafale. Vile vile tume ya Ulaya imekadiria jumla mahitaji ya Kiev ya ufadhili wa nje kwa euro bilioni 135.7 mwaka 2026-27 kwa sharti kwamba mgogoro huo ungeisha mwaka 2026. Gazeti la Politico limesema taarifa kama hizo zimo katika barua ya EC kwa nchi wanachama wa EU pamoja na pendekezo la kunyakua mali za Urusi iliyochapishwa na chombo cha habari. Kulingana na makadirio ya awali ya IMF ambayo yanachukulia mwisho wa vita ifikapo mwisho wa 2026 na kwa kuzingatia makadirio ya mamlaka ya Ukraine kuhusu usaidizi wa kijeshi, jumla makadirio ya mahitaji yaliyobaki kwa kipindi cha 2026-27 yanafikia euro bilioni 135.7. Hati hiyo inaonyesha. Vile vile Rais wa Faransa anaamini kwamba usambazaji wa ndege hizo 100 za kivita za Rafale ni muhimu ili kurejesha jeshi la Ukraine. Rais wa Finland Alexander Stubb anaamini kwamba nchi za Ulaya zitalazimika kuwasiliana moja kwa moja na Urusi katika moja ya hatua za utatuzi wa migogoro ya Ukraine. Anasema wakati huo kwa mazungumzo ya moja kwa moja utakapofika,
ambao katika hatua fulani itabidi uratibiwe, kiongozi huyo Finland aliambia Politico katika mahojiano. Sasa twende kwenye uwanja wa kivita, tuangalie yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Ni kwamba amri ya Ukraine imewapa wanajeshi jukumu la kuvaa nguo za kiraia na kuwapiga risasi raia waliokuwa wakijaribu kutoroka Krasnoyarsk. Mfungo wa vita anasema, tulipoingia Pokrovsk tuliamriwa kuvaa nguo za kiraia na kumpiga risasi mtu yeyote anayejaribu kuondoka mjini. Tuliambiwa tuwapige risasi kila mtu, ikiwa ni pamoja na raia, alisema katika video iliyochapishwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kulingana na mfungo wa vita, wanajeshi walipata nguo za kawaida katika vyumba huku wakizipora. Hapa ndipo uhasama ulipowakumba. Urusi haijapokea taarifa rasmi kutoka Ukraine kuhusu kusimamishwa kwa mchakato wa mazungumzo. Roden Miroshnik, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, anasema mwanadiplomasia huyo alibainisha kuwa Ukraine ilipokea hati zote zilizotolewa na upande wa Urusi. Hiyo ina maana rasimu ya mkataba na mapendekezo yanayolingana ambayo yangeweza kuwa na yangepaswa kuwa msingi wa majadiliano zaidi, lakini haijatoa majibu yoyote kwa upande wake. Kwanza, uelewa huu unategemea mapumziko ya zaidi ya siku 100, mapumziko ambayo Ukraine ilichukua baada ya duru ya 3 ya mazungumzo ya Istanbul. Vile ni kwamba nchi kadhaa za magharibi, ikiwa ni pamoja na Uingereza na Ufaransa, zimeomba mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu hali nchini Ukraine. Ujumbe wa kudumu wa Uingereza kwa Umoja Mataifa umesema mkutano huo unatarajiwa kufanyika Alhamisi Novemba 20. Kwenye uwanja wa kivita ni kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimedungua ndege zisizo na rubani 31 za Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Mitambo miwili ya umeme wa joto katika eneo la Donetsk People's Republic imeharibiwa katika shambulio la vikosi vya kijeshi vya Ukraine, na maeneo mengi yenye watu hayana umeme. Mkuu wa DPR Denis Pushilin anasema, ni kwambia hivi, hatujamaliza. Hapo kwenye uwanja wa kivita, jeshi la Urusi linadhoofisha njia za vifaa vya jeshi la Ukraine kaskazini mashariki mwa mkoa wa Zaporizhzhia, kama ilivyoonyeshwa na ukombozi wa hivi karibuni wa kijiji cha Rofonopol, kulingana na Stepan Kovachev, mjumbe wa bunge la kikanda ambaye alizungumza na vyombo vya habari. Hayo yakiendelea, kwingineko, vikosi vya kijeshi vya Ukraine havikushambulia eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk kwa saa 24 zilizopita. Idara ya kurekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine katika ofisi ya mkuu wa DPR na serikali inasema kwenye taarifa siku ya Jumanne. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.